wakati huu ambao tunaendelea na mjadala sehemu yetu ya habari, tunazungumza masuala ya kimataifa na hasa huko Mashariki ya Kati, ikiwa ni usitishaji wa vita. Namkaribisha hapa mchambuzi Ibra Rahbi kuweza kuzungumza naye kuhusiana na jambo hili. Ibra, habari ya asubuhi. Nashukuru. Habari bwana. Shwari na mambo yanakwenda vizuri. Kubwa hasa linaloendelea hivi sasa ni baada ya usitishwaji wa vita, utulivu umekuwepo, gharama za mafuta zimeshuka kutoka dola 100 hadi 80. Hali inayoendelea inaonekana kama shwari hivi. Ni watu wanajiuliza ni endelevu kwa kiasi gani, itachukua muda gani? Tujadili hali hiyo. Kwanza hatuna usitishaji. Ni kama wamechoka tu. Wamechoka. Maanake hatuna ceasefire iliyotangazwa. Nimeona Trump anamlalamikia waziri wake wa masuala ya ulinzi kwamba makombora yamepungua idadi iliyokuwepo. Anakanusha baadhi, anasema kuwa sio taarifa ya ukweli. Tumekuwa na, naweza nikasema kuwa takriban mwezi mmoja tumekuwa na wiki yenye utulivu. Wakati tunaamka na wiki hii Jumatatu, ndio ilikuwa imetoka taarifa ya Donald Trump kuwa tunaelekea mwendo mzuri na Jumanne huenda tukawa na mazungumzo na Irani, japo ambalo Irani wakalikanusha, wakasema kuwa walikuwa wao wana mazungumzo na Omani pekee kuhusu ufunguzi wa mfereji wa Hormuz na njia ambayo itapitiwa. Kwa hiyo tumepita kwenye kipindi ninachoweza nikasema kuwa tulikikosa kwa muda kidogo. Na ndio maana tumeshuhudia kuwa, unajua, wakati tunafungua wiki Brent ilikuwa zaidi ya 90 na kitu, lakini tumekwenda nao tumeshuka mpaka sasa iko kwenye 80 na kitu, na jana ilikuwa inakwenda mpaka 79. Inashuka inapanda kidogo Brent hiyo. Hii ni ishara nzuri kwa sababu inatoa kama green light kwa uchumi wa dunia kuanza kupata uhai, lakini pia tumeona kuwa masoko ya hisa ya Asia yameamka vizuri kwa siku karibu ya 4 mfululizo, yakifanya vizuri zaidi, na hata wale wenzetu wafanyabiashara wakubwa wa madini wanajua hii hali, kwa sababu kuna indicate nzuri. Mpaka jana siku ya 5 dhahabu inakwenda juu mfululizo, maanake kuwa bei imeanza kurejea. Kwa hiyo tumekuwa na wiki moja yenye utulivu wa angalau na kutoa ishara. Kuna taarifa umeisoma hapa inaonyesha viongozi hawa wa Pakistani, hasa Waziri Mkuu Shahbaz Sharif pamoja na mkuu wa majeshi Asim Munir wanaelekea Saudi Arabia, Jeddah, watakuwa na mkutano. Siku ya Jumanne viongozi wa GCC walikuwa na mkutano kule Amman, Jordan, na yenyewe ilikuwa ni yote kuangazia baadhi ya matatizo ambayo yanaendelea. Unajua, takriban hii wiki ukitazama, ukiondoa vurugu zilizotokea kati ya Israeli na Lebanon kule kusini na vurugu zilizotokea kati ya washirika wa Saudi Arabia na Yemen pamoja na Yemen na Saudi Arabia, basi sehemu nyingine ilikuwa ina utulivu mkubwa. Mfano, mlango wa Hormuz umeripotiwa kuwa na mashambulizi, labda meli 3 au 4 zimetokea, lakini bado imeonekana kuna kama ishara ya utulivu. Kuna mazungumzo yanaendelea kati ya Omani na Irani, imebaki kwenye mstari, imekatalika kwa sababu Trump alisema kuna mazungumzo ambayo Marekani yupo, lakini ukweli kuwa, kwa mimi ninayefuatilia sana hii kitu, nilichokuja kugundua kuwa nadhani nchi za Ghuba au nchi majirani wa Irani wamemwambia Marekani, jiweke mbali na hili swala, tutazungumza sisi, halafu wewe tutakuja kukupa taarifa. Ndio maana unaona kuwa hapa katikati taarifa ya kwanza ilitolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar. Wakati Jumatatu tumeamka, kuna vyombo vya habari hasa vya Israel viliandika kuwa yani Qatar ndio ilishinikiza Marekani isifanye mashambulizi, kwa sababu unakumbuka ile mashambulizi ya Trump yalikuwa ni Jumamosi ambayo alitishia. Sasa vyombo kadhaa vya Israel viliandika kuwa Qatar ndio aliipa taarifa Marekani usishambulie kwa sababu Irani atafungua mfereji kwa hiyo taarifa. Lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, alivyokuja kusema, akasema hatuna mazungumzo yoyote ya moja kwa moja, lakini kuna mazungumzo kati ya Omani na Irani. Na huyu Pakistan, waziri wake wa mambo ya nje juzi naye akatoa taarifa akasema kuwa huenda makubaliano ya Omani na Irani ya kufungua njia ya Hormuz yakasababisha kufufua mazungumzo upya ya kufungua mlango kamili kati ya Marekani na Irani. Sasa kwa huu mkutano wa Asim Munir kwenda kwa mwanamfalme wa Saudi Arabia, yeye na waziri mkuu wake, na simu iliyofanywa ya mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi juzi akiongea na waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif, inatoa ishara tu kuwa watu wa Khaliji au nasema hizi nchi za Guba zimeamua zenyewe
kulimaliza hili tatizo, au wameamua kumwambia Marekani kaa pembeni, kwa sababu inaonekana unakwenda unamaliza unavuruga, kwa sababu inawezekana Israel anakupressure sasa, hii kazi iweke pembeni, tunataka tufanye sisi wenyewe, halafu tutakwambia tumefikia wapi. Yapo maamuzi yaliyofanyika kuhusiana na kuigawa njia, kwa maana meli zinazoingia kupitia Iran na zile ambazo pengine zinatoka kupitia Oman, pengine inaweza kupunguza au kuongeza uwezekano wa migogoro mipya kati ya mataifa haya mawili katika mlango bahari wa Hormuz. Kwanza, Omani na Irani hawana mgogoro kwenye hili, isipokuwa kulikuwa kuna pressure tu ambayo ilikuwa inaikuwa shinikizo. Unajua, makubaliano yale ya MOU ya vifungu 14 yalienda kuvunjikia kifungu cha 5. Kifungu cha 5 walichokubaliana awali kilisema kuwa baada ya kusainiwa hii MOU itatoa haki kwa Irani kudhibiti mlango kuanzia pwani yake mpaka pwani ya Omani na itaratibu njia na safari zote za meli zitakazopita katika njia hiyo. Sasa wakaja kushindana wapi, wakaanza kusema tafsiri. Yaani upande wa pili wa Marekani wakasema kuwa tafsiri hiyo imekosewa. Upande wa Iran wakasema ndio tafsiri iliyokuwepo, kuwa sisi tutaudhibiti. Ndipo ikaanzishwa njia ya kusini ambayo inapita Omani, ikazua mgogoro na vurugu zikaanzia hapo. Sasa kulikuwa kuna proposal kama 2 Omani alizipendekeza kwa Irani ambazo karibu zote zilikataliwa. Kabla ya hii taarifa ya njia 2 ambazo zitatumika, hapa siku ya Jumanne ilitoka taarifa ambayo ikaonyesha kuwa wamekubaliana watatumia njia moja ya katikati ya maji ya Omani na maji ya Irani wataitumia. Lakini ilivyokuja kuja taarifa ambayo imezungumzwa katika siku 2 zilizopita, ndio hii taarifa imetaja kuwa meli zote zinazoingia lango la Hormuz zitapita njia ya kaskazini ambayo ndio njia ya Irani, ambayo kiasi na maji sio marefu sana, itapita hapo. Halafu meli zote ambazo zitakuwa zinatoka zitapita katika njia ya kusini ambayo ni njia ya Oman. Lakini katika uratibu, yani usalama wa mfereji unarudi pale pale, kuwa usalama wa mfereji utabaki chini ya udhibiti wa Iran, na hata meli ambazo zitapita katika njia zote zinaweza zikaratibiwa kutokea Oman, lakini uidhinishaji utaidhinishwa kutokea Tehran. Kwa hiyo ule ugomvi wa Irani kusema kuwa hatuwezi kuiachia Hormuz, bado tutaendelea kuishikilia, bado wamebaki pale pale. Sasa haya ni mazungumzo kati ya Omani na Irani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani Ismail Baqai, yeye alivyozungumza na vyombo vya habari juzi na jana, amerudia kauli yake, anasema kuwa mazungumzo yetu na Omani sio kuwa haya yatafungua mlango. Yaani mlango wa Hormuz utafunguliwa baada ya tabia za Marekani kubadilika, sio haya mazungumzo. Yaani haya hayatoi uhakikisho kuwa mlango utafunguliwa, isipokuwa tu Marekani yeye, ikiwemo ile blockade yake, ikiwemo kuacha kushambulia, ndio atasababisha tufungue. Lakini sisi haya ni mazungumzo tu ambayo tunayazungumza. Kwa hiyo kuna jukumu ambalo Marekani pia anatakiwa acheze ili kuhakikisha hiki kitu kinafunguka. Tehran amekataa pendekezo la awali la Oman kuwa mkusanyaji wa ada za usafiri. Najiuliza tu uhusiano wa Iran na Oman pengine umeingiwa shaka ama ukoje kwa sasa? Kadri ukijaribu kuwafuatilia Oman na Irani, unaweza ukagundua ndani yake kuwa hawa ni nchi ambazo zenye uhusiano mzuri sana. Japo kuwa unaweza kusema kuwa mfano kama nini, unajua ukichukua Irani na mipaka yake yote, uhusiano wa moja kwa moja na nchi labda yeye na Iraq, hasa kwa sababu Irani ana nguvu zaidi upande wa Iraki kwa kisiasa, kwa sababu kuna wanasiasa wengi ambao wanaiunga mkono toka ilivyoanguka serikali ya Saddam Hussein. Kwa hiyo kuna wanasiasa wengi wa Iraki wanaiunga mkono Iran, na jamii kubwa ya Washia ukitoa ndani ya Irani wapo Iraki. Omani hapakani na Irani kwa mainland, yani kwa ardhi kavu, hawapakani. Wanapakana kwenye njia ya bahari, njia fupi ya kule Musandam ndio wanakopakana. Lakini kuna ile nadharia ambayo unajua Omani katika majirani zake wote, mipaka yote, hana uadui hata na nchi moja. Katika wote aliyopakana nao, anapakana na Yemen, anapakana na Saudi Arabia, anapakana na UAE, anapakana na Iran upande wa baharini, anapakana na Pakistani upande wa baharini. Hana adui hata mmoja. Kwa hiyo hii ni kawaida kwa Waomani, wanaweza wakasema. Lakini kuna uhusiano wa moja kwa moja wa historia miaka na miaka kati ya Irani na Omani, na hata mazungumzo yaliyovunjika kuzaa vita yalikuwa yakifanyika Oman. Unaona kuwa hata pale Omani ilitishiwa na Marekani kuwa tutakushambulia, kwa sababu ilionekana kama imeegemea upande wa pili. Sasa wakati wa mazungumzo ya MOU ya fungu 14 inaonekana kuna pressure kubwa ilipelekwa kwa Oman kutoka magharibi, hasa upande wa Marekani kuishinikiza Omani ihame kutoka njia moja kwenda upande wa pili. Lakini kadri unavyowatazama Oman na Irani jinsi wanavyowasiliana,
bila shaka kuna taarifa muhimu sana wanapeana chini kwa chini. Na ndio maana unaona kuwa hata katika mzozo wa Hormuz Irani wanalalamika, wanasema kuwa tunafahamu maoni ya Omani tunaoletewa mezani sio ya Omani, ni maoni ya Marekani na Saudi Arabia ambao wanaisukuma izungumza hivyo. Kwa hiyo wao wanajua tunakabiliana na jirani yetu ambaye ni rafiki yetu akiwa kwenye pressure anayosukumwa. Kwa hiyo kuna wakati hawaendi naye kwa kasi. Mfano, Irani inapendekeza kuwa ushuru wa njia ya meli utakuwa kati ya asilimia 7 ya thamani ya mzigo. Ukiangalia Omani wao wanasema angalau 3 mpaka 5. Lakini hapa ombi la Omani lililokataliwa na Irani lilikuwa ni ombi la kuwa kwa nini tusifanye kama mfereji wa Malaka, kuwa zikipenda, yani meli zikipenda zitoe au zisipopenda zitoe. Irani akamwambia no, hiyo haiakisi usalama wetu. Hii sisi hatuichukulii kwa wewe, kwa sababu kuna kile ambacho Omani anaiona Hormuz kama njia na kuna kile ambacho Iran anaiona Hormuz kama njia ya kimkakati. Yani kuwa huu ni mkakati wetu sisi, kuwa hatuwezi tukaachia hapa, ndio sehemu ambapo inatufanya tuweze kupumua. Kwa hiyo ni tofauti jinsi wanavyotazama, lakini bado hawapo kwenye msuguano wowote kati ya Oman na Iran. Niliwahi kukunukuu ukizungumza na hivi karibuni tu kuhusiana na unasema Marekani na Irani wana mpango wa pengine wa kumwangamiza Netanyahu kisiasa, kama nilikunukuu vizuri. Ukiangalia Marekani sasa itafikia hatua ya kumgomea waziwazi kama ataendelea na mashambulizi hayo. Shida ya hili swala naweza kusema kuwa ni kama muda si mzuri sana. Si tu kwa Marekani na Irani au kwa Marekani na Israeli, si wakati mzuri. Kama kungekuwa na sehemu moja yenye uchaguzi, ilikuwa rahisi sana kuchezesha hii hadithi. Yani kama tungesema kuwa mwezi wa 10 Israeli wanafanya uchaguzi. Kama kungekuwa na uchaguzi tu Israeli peke yake bila uchaguzi wa Novemba wa Marekani, Trump alikuwa na nafasi nzuri sana ya kulimalizi vizuri hili swala. Lakini ugumu unaokuja kuwa na yeye anakabiliwa na hata kura za maoni za ndani hazimwonyeshi yuko kwenye nafasi nzuri. Time haimpi nafasi nzuri. Kwa hiyo kuna kile ambacho Trump anakiona kuwa nahitaji utulivu ili niruhusu wanachama wenzangu wa Republican waingie kwenye kampeni ya uchaguzi wa nusu msimu wakiwa angalau wanaweza kuchallenge. Kwa sababu leo hii kampeni zikianza, hebu fikiria wagombea wa Republican wanazungumza nini kwenye umma? Kuwa tumerekebisha nini? Hali zenu zitakuwaje? Nani? Hakuna. Kwa hiyo Trump analazimisha kuwa ni lazima tuende tumalize hili ili tuweke ile green light kuwa tunaelekea kuzuru. Na hiyo ni Oktoba hiyo. Novemba kwa Marekani. Okay. Oktoba ndani ya Israeli. Sasa hapa anapokuambia kuwa wanaweza wakamwangamiza, yani kuna wakati wanafikiria kufanya hivyo. Ndio maana nilizungumza last week nikasema kuwa wewe mchukulie waziri wa mambo ya nje wa Israeli au waziri wa vita Israel Katz. No, waziri wa ulinzi Israel Katz alisemaje kuwa ndege za Marekani zilifanya mashambulizi Irani kutokea kwetu. Lengo nini? Irani react. Njoo tushambulie ili tupate nafasi ya kurudi vitani, tuvuruge uchaguzi. Irani hatoi nafasi hiyo. Anapiga kwingine, na hata kama anajua ndege zinatokea pale hapiga sawa, kwa sababu wewe nakiona kifo chako kiko mbele, nikigusa manake nimekupa uhai. Sasa staki na kuweka pembeni. Sasa kuna hilo. Ziara ya mwisho ya Netanyahu juzi ambayo ilikuwa imekwenda ni kama, unajua, ilikuwa kwa Israel ilikuwa kama ishara ya kuwapa uhai wagombea wa Likud kwenye kampeni. Unakwenda kuonana na Trump ambaye alikuwa hataki kuonana na wewe kwa muda mrefu toka vita ilivyoanza, walivyofarakana kuonekana kuwa hesabu ya kuingia Irani ilikuwa ni mbovu. Trump aligoma kuongea na Netanyahu kwa muda mrefu mpaka Netanyahu akasema kuwa okay, tunaruhusu vikosi vya kimataifa kuingia Gaza. Ndio Trump akasema okay, mlete tuzungumze. Sasa wamekuja kuzungumza. Alichokitegemea Netanyahu ni kuwa angepata backup ya Trump kuwa swala la Irani lazima turudi. Anarudi Israeli, kampeni za uchaguzi za Israeli zimeanza. Wagombea Likud wanaongea nini? Kwa sababu wao lengo lao ni kubaki na Gaza, lengo lao kubaki na vita ya Irani ili wafanye chochote. Sasa vyote hawana. Wakati huo Marekani inawapa shinikizo kubwa. Gazeti la Lebanon la Al-Nada jana liliandika taarifa kuwa unajua juzi wanajeshi wawili wa Israeli waliuawa kule kwenye mpaka wa kusini na Lebanon. Alafu Israeli ikatoa tangazo kuwa watu wahame kwenye vijiji, tutawashambulia. Marekani akaingilia kati. Rudi, kwa sababu kuna mazungumzo yanaendelea kule kwa Arabu, usije kuyavuruga wewe. Kwa hiyo Marekani anampressure Israeli kuwa huwezi kuingia Gaza, huwezi kuingia Syria, huwezi kuingia Lebanon, utatuvuruga kwa sababu tuna mazungumzo tunaendelea. Na wao wanasema kuwa lazima tubaki hapa ili tubaki kwenye uhai wetu. Kuna mpango wa siku 30 wa kusafisha ama kuondoa silaha majini.
hizi pande mbili zinaweza kuaminiana na kushirikiana kufanya huu usafi bila ya kurejesha wakati mwingine mzozo au migogoro? Mpango huu wa siku 30 utakuwa katika makubaliano ikiwa yataidhinishwa. Sasa siku 30 okay, kwa sababu kwenye hili alichokizungumza Irani akasema kuwa usafishaji wa mabomu yaliyopo kwenye maji utafanywa na Irani kwa kushirikiana na Oman, kwa sababu Irani wanachosema kuwa sisi hatujashindwa na sisi ndio tuliyaweka na tunajua tulivyoyaweka na tunaweza kuyatoa. Yani hatuombi msaada wa nchi yoyote kuja kutusaidia kusafisha. Kwa hiyo wanachokusudia wao kusema kuwa tutateua njia za muda ambazo zitapita. Baada ya siku 30 tutafungua njia zote ziweze kupita kamili, yani inavyokuwa. Sasa shida kubwa ya hiki kitu ambacho kinaweza kusema kuwa siku 30 za utoaji wa mabomu yaliyoko pale, je, haya makubaliano ya Omani na Irani Trump atayaidhinisha? Kwa sababu hayajabadili chochote kutoka kwenye vurugu za kwanza, kwa sababu vurugu za kwanza ilikuwa za udhibiti wa Hormuz. Wamezunguka, yani unajua Land Rover imepakwa rangi ya kijani, ikafutwa rangi ya kijani, imepakaliwa rangi ya blue, still Land Rover. Yani ndio iko hivyo kuwa Marekani alianzisha ugomvi kwa sababu hataki Irani ya umiliki Hormuz. Na haya makubaliano yanarudi kwenye pointi ile ile kuwa Irani atabaki kwenye udhibiti ule ule. Halafu kuna kifungu kinazungumza katika hayo makubaliano, na ndio nilikuwa nasema kuwa mwisho wanakuja kugombania hapo kuwa baada ya siku 60 Omani na Irani zitaketi, kuainisha kuwa Hormuz itakuwaje. Sasa hilo neno haliongezi kuwa nchi ya tatu, yani kuwa Omani, Irani, Marekani na nani watajadili. Inataja kuwa Irani na Omani watajadili. Sasa watakuja kujadili, waweke fee kubwa wanayotaka wao, halafu dunia ireact tena. Lakini tayari makubaliano, mkataba unawaruhusu. Yani, kwa maana ule awali unaosema kuwa baada ya siku 60 wataketi wao. Yani sio kuwa watajadiliwa, wataketi wao watoto wa marehemu. Yani wajadili kwa nyumba yao wanauzaje. Sasa tusije ukaingia wale kusema kwa nini mnauza bei kubwa hiyo? Lakini tayari watajiamulia na nini wafanye. Sasa dhibitini kuanzia hapo kwa hapo itabidi na fulani akae ili msije mkatupangia vitu tofauti. Awali umetofautisha vizuri sana Rugby, kuwa meli zinazoingia zitapita Iran, zinazotoka zitapita Oman. Sasa utaratibu huu pengine ukiangalia chini ya idhini ya Iran hauongezi mamlaka ya ushindi kisaikolojia, kitu ambacho pengine Tehran itaizidi na kuleta vitisho kwa Marekani? Ndio nilichokizungumza hapa. Nimekwambia kuwa kama mimi wakati navisoma hivi vifungu juzi, nilikuwa nikizungumza na watu wangu, nilikuwa nawaambia kuwa ikiwa haya makubaliano, unajua haya makubaliano bado tunayasoma upande mmoja, kuwa yanatolewa na upande wa Irani. Ikiwa haya makubaliano ndio yenyewe, basi kuna wakati viongozi hawa wa juu wanaofanya maamuzi hasa upande wa Marekani nabii wapimwe akili. Kwa nini wanapigana? Ukimaanisha nini? Kwa nini unapigana? Kwa sababu nilisema wakati wa vifungu 14, unajua vifungu 14 vilitoka kama tetesi upande mmoja kwa muda mrefu. Marekani walikuwa hawajavizungumza, vinazungumzwa kwa Irani atapewa hiki, atapewa hiki. Mimi nikasema kuwa kama kweli hivi vifungu 14 ndio vinakuja kutumika kama msingi wa usitishaji wa vita, basi Irani wameshinda vita. Nilisema hivyo. Halafu wakaja wakaidhinisha, wakasema vile vile. Nikamwambia hawa watakuja kuparurana hapa kwa sababu vifungu vinawaminya wao. Kifungu cha 5 kikaja ikawakamata. Ndio ninachokusudia kusema hapa kuwa ni yale kuwa kama wanakwenda kwenye hayo makubaliano kuwa Irani ataratibu shughuli nzima ya mlango mzima wa Hormuz. Kwa nini walipigana hii juzi? Kwa sababu huoni sababu ya Marekani kurudi kwenye vita, kwa sababu vurugu kubwa zilikuwa Irani hapaswi kumiliki Hormuz. Makubaliano ya mwisho yanarudisha kile kwa udhibiti wa njia ya Hormuz utabaki chini ya uratibu wa Irani. Ni kile kifungu cha 5. Yani unajua jana nilizungumza kuwa hivi unaweza kutofautisha Maria na Mary, Abdallah na Dula. Yani ni yule. Yani ni nani kazungumza, basi ni hivyo tu, lakini ni kitu kimoja ambacho kinakuwa. Nikushukuru sana Ibrahim Rahbi kwa kuwa nasi na tumekamilisha hivi mazungumzo punde.